katika hii madhabahu. Nasikia I'm so humbled. I'm so thankful to my spiritual father, Apostle Mesha Akilu, for this chance, for this opportunity to minister on this altar. Bwana Yesu asifiwe. Najua si jambo la kawaida na si jambo ati tu limetendeka kwa sababu niko hapa siku ya leo. Lakini ni kwa sababu ni jambo ambalo Bwana amepanga. Bwana Yesu asifiwe. Na niko sure kwamba today as you are going to start, you are going to be blessed, you are going to be lifted by the Lord. Na najua maisha yako itabaki ya kawaida tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tupate kuomba kwa sababu ya neno. Baba, katika jina la Yesu Kristo nasema ni asante kwa sababu hii nafasi Bwana ambao umenipa kusimama katika madhabahu yako. Kwa amani nasema ni asante. Najua kuna jambo njema ambalo Bwana unaenda kutenda katika maisha yetu. Enenda ukatudumia kwa njia ya kipekee, na alika malaika wa Bwana ili wawe nasi. Roho Mtakatifu wa Bwana, njoo uwe mgeni wetu wa heshima katika ibada ya leo. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Ningependa kwanza kabisa to appreciate our dad Apostle Mesha Akilu kwa sababu yeye ni baba wa kipekee. Baba ambaye habagui. Na baba ambaye Roho aliniongoza hata nikapata ujumbe ambao uko in line na matendo ya baba yetu wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Napenda pia to appreciate all the other servants of God in this altar. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. All the servants of God in the house feel appreciated. Mmekuwa wa msaada sana katika maisha yetu. Na mwisho kabisa ningependa to appreciate our viewers all over the world. Hallelujah. Na tunawakaribisha sana. Now, distance is not a barrier. I'm hoping that wherever you are getting us from on the social media platforms, you are going to be blessed and your life will never be the same again. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ujumbe wa leo nimeupa kichwa feeling inadequate. Feeling inadequate. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inadequate ni INADEQUATE. Inadequate. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inadequacy ni nini? Wakati tunasema kitu ni inadequate, tunamaanisha kitu ambacho hakitoshi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inadequate. Yaani kusikia ni kama the feeling of inadequacy kwa mtu ambaye ameokoka kama mimi na wewe ni nini? That moment you feel like you don't qualify. That moment you feel like you are not enough. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mimi niko tu hapa kwa dakika chache nikapate ku-encourage mtu. Actually I've come to encourage you. Bwana Yesu asifiwe. Nikapate kuku-encourage na nikuambie, so long as you are born again, yes, so long as you are doing the right thing, you are not inadequate. Bwana Yesu asifiwe. Unatosha. Bwana Yesu asifiwe. No one is inadequate. So long as you are born again, so long as you are doing the right thing, so long as you are serving the one and only sovereign God. Bwana Yesu asifiwe. Unatosha vile ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo feeling inadequate is that feeling that you have, maybe you lack quality, yes, or you lack quantity, or maybe you feel like you are insufficient for a particular purpose. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza pata ni ukweli, unaweza kwa kweli umeokoka, unaweza kwa kweli wewe ni mtu ambaye unampenda Mungu sana, yes, lakini ukapata kuna kitu ambacho kimebaki katika maisha yako. Kitu ambacho labda huwa kinakuvuta nyuma na kukuonyesha kama bado hujafika ama bado hautoshi. Leo niko hapa siku ya leo ili nikuambie, so long as you are born again, so long as you are serving the Almighty Living God, unatosha. Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe wetu kutoka katika kitabu cha 2 Corinthians. Ningeomba sijui nitasomewa na nani ama tu nitasoma kwa haraka kwa sababu ni mistari kadhaa pale. Tukianza na 2 Corinthians chapter 12. 2 Corinthians chapter 12 kuanzia pale mstari wa 4. Kuteremka hivi, tutasoma mistari kadhaa in that chapter. It is a message that ni may relate na whatever was happening in our church. Amen. Over the weekend tulikuwa na conference. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Conference ambayo ilikuwa inaitwa Holy Spirit Fire Conference. Bwana Yesu asifiwe. Ambapo tayari tunajua
we were imparted. Yes. Si roho yuko ndani yetu as we Yes. speak. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So now, so long as hata tukianza hapo, with the knowledge that the Holy Spirit is in us, are you really inadequate? Roho akiwa ndani yako, kweli utoshi? Natosha. You are enough. So long as the Holy Spirit is in you. You know, sometimes inadequacy may mean kitu void, something vacant. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na vile ndivyo nimeshinda kusema, so long as you are born again, roho yuko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. And like for us here, kama vile tulikuwa na hiyo conference over the weekend, already the Holy Spirit is in us. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo we are not empty. Bwana Yesu asifiwe. Amen. We are adequate. Bwana Yesu asifiwe. We are not inadequate. Hatufai kukaa ni kama watu ambao hawana kitu ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. Hatufai kukaa ni kama watu ambao wanashindwa, because we already know that the Holy Spirit is in us. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tukiangalia kwa haraka katika mstari wa 4, we find that there are different kinds of spiritual gifts. Amen. But the same Spirit gives them. Bwana Yesu asifiwe. What does that mean? Over the weekend tulisoma kwa sababu we were taught about the different gifts of the Holy Spirit. Bwana Yesu asifiwe. Na katika hizo gifts zote zilipewa, even after the impartation, we have prophets in the church. We have teachers. We have pastors. Bwana Yesu asifiwe. We have different people doing different things. Kwa hivyo hakuna mtu ambaye anaweza kusikia ni kama hatoshi. Bwana Yesu asifiwe. Because so long as the Holy Spirit is in you, yuko ndani yako, kwa hivyo amekupa kibali. Amekupa a gift. Bwana Yesu asifiwe. So you shouldn't feel inadequate. Bwana Yesu asifiwe. So you find that the same Spirit gives them. And so long as he is in us, then we are adequate. You should never feel inadequate. Bwana Yesu asifiwe. There are different ways of serving the Lord. But then, even if there are different ways of serving the Lord, we are serving how many lords? How many lords are we serving? One. Wewe unaweza kwa wewe ni mwimbaji. Unaweza kwa wewe hata hakuna kitu wewe unafanya kwa kanisa kinaonekana, but you are an intercessor. Maybe hakuna kitu kinaonekana na macho ya nyama. Bwana Yesu asifiwe. But at least you do something in the church. Bwana Yesu asifiwe. In other words, nasema aje, hakuna mtu inadequate. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu empty. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu ambaye anafaa kuwa anasikia ni kama ati kwa sababu huwa siimbi kwa praise and worship, mimi sifai kuwa kwa hiyo kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu ambaye anafaa kusikia so long as sijai hubiri kwa hii madhabahu ati mimi si mtu. Bwana Yesu asifiwe. So long as wewe ni born again and you are doing the right thing, you are not inadequate. Bwana Yesu asifiwe. You find that we have different abilities. Bwana Yesu asifiwe. With different abilities, but then you find that we are serving the same God. Like in verse 6 we have Sorry. You find that we have different abilities, but then we are serving the same God, whereby you find a person can be abled differently. Bwana Yesu asifiwe. Kuna yule labda kukisemekana watu waje kuosha kanisa atapatikana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna yule labda ikisemekana watu wanaenda crusade atapatikana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna yule labda atapatikana Monday lakini Tuesday na Wednesday atapatikana. Bwana Yesu asifiwe. So long as you are doing something, you should never feel inadequate, because hata kama una ability ya kufanya everything 100%, hiyo tu kidogo ambayo uko nayo, it's already enough. That small ability that you have, that little ability that you have should already make you feel that you are adequate. Bwana Yesu asifiwe. Na ufai kusikia ni kama labda kuna mambo ambayo yameumbiwa watu fulani. Nimesema so long as you are born again. Amen. So long as you are doing the right thing. So long as unamtegemea Mungu, you are not empty. Bwana Yesu asifiwe. Because the Spirit is in you, and obviously when it's in you, you have a gift in you. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ambaye anaweza kuwa amebarikiwa na wisdom, kuna mwingine anaweza kuwa amebarikiwa na knowledge, kuna mwingine anaweza barikiwa na kipawa cha kuponya, kuna mwingine anaweza kuwa amebarikiwa na kipawa cha kufanya kitu kingine. Bwana Yesu asifiwe. Niliwaambia kuwa iko 2 Corinthians, but it is 1 Corinthians. Sorry for that. It is 2 Corinthians chapter 12. 2 Corinthians chapter 12. Kuanzia pale mstari wa 4. Ukisoma hiyo mistari yote kuanzia all the way from verse 4 all the way to verse 31, you will see why you should never feel inadequate. Bwana Yesu asifiwe. Because all through you find that you are encouraged.
like right now, in verse 9, in verse 10, we have let us start maybe verse 8. To one is given in and through the Holy Spirit the power to speak a message of wisdom, and another the power to express a word. To another, by faith, the same Spirit has given them the power to do extraordinary things, maybe by healing. To another, the working of miracles. To another, the prophetic insight. To another, various kinds of tongues. To another, ability to interpret. All these gifts are inspired and brought to pass by one and the same Spirit, who apportions to each person. Bwana Yesu asifiwe. To each person. Hapei watu tu wenye anachagua. To each person. Nimesema so long as you are born again and so long as you are doing the right thing. Bwana Yesu asifiwe. You have something in you, and that's why you should never feel inadequate. Bwana Yesu asifiwe. And then, like we know, the moment that you are born again, you become part of the body of Christ. Bwana Yesu asifiwe. Unakuwa part of the body of Christ. And as we know, just vile tuko, ukiangalia huwa mwili wako uko na viungo vingi. Maybe you can read for us 1 Corinthians 12 hapo 14. Naweza tusaidia hapo. Upate kwamba our body is made up of so many body parts. Amen. Mwili wetu uko na macho, mwili wetu uko na mikono, mwili wetu uko na miguu, uko na vichwa, uko na kichwa. And you find that each and every body part does its own has its own purpose. Bwana Yesu asifiwe. Na iko na kazi ile yake specific. Because suppose you want to pick something from somewhere na miguu ikatae kwenda, nani atakupeleka hapo uchukue hicho kitu? Ni sawa useme uko na mikono lakini miguu ikatae kwenda. What will happen? What about when you go somewhere na upate hiyo mikono yako imefungwa? Utakuwa kweli umeenda na hujachukua, si ndio? Yes. So the same way, you find that the moment that you were born again, you became part of the body of Christ. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana niko hapa siku ya leo nikuambie ufai kufeel inadequate. Bwana Yesu asifiwe. Because to the body of Christ, maybe ni wewe mkono. Uwe tu mkono. Wewe tu ni huo mguu. Wewe tu ni hayo macho. Bwana Yesu asifiwe. So you should never feel inadequate, no matter how small you are, no matter where you are, no matter your level, no matter your position. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza tusomea? Mwili hauna kiungo kimoja tu, bali una viungo vingi. Kama mguu ungejisemea, kwa kuwa mimi si mkono, basi mimi si mali ya mwili. Je, ungekoma kuwa sehemu ya mwili? Exactly what I'm talking about. Bwana Yesu asifiwe. That is the reason as why I'm telling you, no matter, unaweza jiangalia hivi ukajidharau. Ama unaweza jiangalia hivi ukakuwa discouraged na watu. Bwana Yesu asifiwe. Ukaambiwa labda watu wenye wako wa maana kwa hiyo kanisa ni watu wenye labda wanahudumu. Wajua huduma si lazima yenye unaona mtu akisimama anarukaruka, ama unaweza hudumu lakini kisiri. Bwana Yesu asifiwe. So you should never feel inadequate. Bwana Yesu asifiwe. Because you are that leg. Suppose you leg useme now start feeling inadequate na useme hakuna haja yangu niende lunch hour by the way. Kuna wale huwa wanaenda. Bwana Yesu asifiwe. Na iwe today it was your day. Today is your day. Leo Bwana ndio alikuwa ameamua akutane na wewe na akutane na mahitaji ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. What will happen when you don't come? Bwana Yesu asifiwe. So you should never feel inadequate. Maybe ujidharau, uone ni kama wewe uwezi, uone ni kama uqualify. Bwana Yesu asifiwe. So all through that chapter, you find that it is a chapter to encourage us because it is talking all through about the body of Christ and how important each part of the body is important. God put every different part in the body just as he wanted it to be. Bwana Yesu asifiwe. Amen. That means what? Wakati Mungu alikuwa anakuumba, we always say that we were created with a purpose. Bwana Yesu asifiwe. Maisha ya kila mmoja wetu hapa yako na purpose. Bwana Yesu asifiwe. So you are not just created. You are not just created ukae tu hapo ati Mungu hakuwa na sababu. God had a good purpose for you. Bwana Yesu asifiwe. And that's why you should realize that. That's why you should realize that you are not inadequate. That's why you should realize that you are not empty. And wake up. That potential that you have, no matter how small it is, work on it. Work with it. Yes.
Bwana Yesu asifiwe. Ifanyishe kazi hasa katika kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. All of us are Christ's body, and each of us is part of the body. Bwana Yesu asifiwe. You should never feel like maybe mimi ni wakala blue. Watu wenye labda huwa wanafanyia Mungu kazi huwa ni wakala pink. Bwana Yesu asifiwe. So long as you are born again, you are part of that body of Christ. Bwana Yesu asifiwe. And that is why you should never feel like kazi fulani imeumbiwa mtu fulani ama wewe uwezi. You have the ability, you have the potential. So can you wake up na utoe hiyo roho ya kufeel kwamba utoshi. Bwana Yesu asifiwe. Tukiangalia pia katika kitabu cha Philippians chapter 4. Philippians chapter 4, kuanzia pale verse 11, kuanzia verse 11. Naweza tusomea ukipata. Sisemi hivyo sasa kwa sababu nahitaji kitu. Maana nimejifunza kuridhika na vitu nilivyo navyo. Najua hali ya kutokuwa na vitu na hali ya kuwa na vingi. Nimejizoeza kuridhika katika kila hali na mahali. Amen. You can just stop there. Bwana Yesu asifiwe. What does that tell us? It is simply teaching us how to be satisfied. Bwana Yesu asifiwe. Na ile action that we are talking about here, si ile kutosheka yati usitamani kwenda another level. Bwana Yesu asifiwe. Si ile kutosheka yati uone wewe sasa ni kama maisha imefika mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Of course we should always keep on having that urge to move ahead. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna hii kutosheka ambayo ni gani? Ya kujua kwamba kuna kitu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. You shouldn't wait until ati useme nitangoja mpaka ile siku nitapata 1 million ndio nitafanyia Mungu kazi. Bwana Yesu asifiwe. You already have something in you. Bwana Yesu asifiwe. Tayari kuna kitu ndani yako. You are not inadequate. Already there is something in you. And therefore unafaa kuchukua hiyo, utosheke na hiyo na uamue let me work on this as I wait for more. Bwana Yesu asifiwe. Because just imagine when you sit on your potential, what will happen? You may even end up never realizing that you are a preacher. You may even never end up realizing that you are a singer. You may even end up never knowing that you are a teacher or something. Bwana Yesu asifiwe. But the moment you stand na useme kweli kuna kitu ndani yangu, na wacha nitosheke na hicho, nitosheke nacho kwa njia gani? Let me make use of this potential that I have. Bwana Yesu asifiwe. No one is inadequate. No one is empty. No one is not enough. No one does not qualify. Everyone qualifies. Bwana Yesu asifiwe. So long as you are born again, and so long as you are on the right path, so long as you are doing the right thing, you are adequate. Bwana Yesu asifiwe. You should be contented with what you have. Because whatever you have has power. Because tukiangalia katika verse 13 tumeambiwa, I have strength for all things in Christ who empowers me. I am ready for anything and equal to anything through him who infuses inner strength into me. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ukiwa katika ile nafasi ambayo uko, wewe ukiwa katika ile hali ambayo wewe uko, imagine unasikia umefinyika uko chini, lakini ati kuna nguvu iko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Never sit there maybe saying that mimi sijaipata kazi. Umetafuta. Bwana Yesu asifiwe. Umetafuta hiyo kazi. Kama hujatafuta there, you know there is already that ability in you. And but they always say, so long as wewe uko na akili, and so long as you have a sound mind, hakuna kitu huwezi fanya. Bwana Yesu asifiwe.
Because there is that power in you, and more so the power that has been given to you by Christ Jesus. Bwana Yesu asifiwe. You have the strength to face anything that comes your way. You have the strength to deal with anything that comes your way. You have the strength to get out of any situation. Bwana Yesu asifiwe. You are not inadequate. You are never inadequate. You are never empty. You are not void. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ambao labda huwa unasikia wamekaa tu mahali na huyo mtu anasema, sasa mimi ni nini kweli naweza fanya? Kuna mtu anaweza amka tangu asubuhi mpaka jioni ashinde kwake. Hata hajatoka hapo, hata hajafanya any effort. Na maybe huyo mtu utasikia akiongea mambo ya hana pesa. Bwana Yesu asifiwe. What does that mean? Already huyo mtu kuna vile yeye mwenyewe hajiamini. Already huyo mtu kuna vile anajisikia ni kama hatoshi. Bwana Yesu asifiwe. So what should you know? You are adequate. Bwana Yesu asifiwe. You are enough. You qualify. You have the quality. Bwana Yesu asifiwe. And then you find that for everything that you are going to do, imagine that Christ has given you the power. Christ has given you the strength. You have the strength in you. You are self-sufficient. Bwana Yesu asifiwe. That is in page, on verse 13. You are sufficient. You are self-sufficient. Bwana Yesu asifiwe. Naweza taka pia tuangalie some of the things shortly, some of the things that should make you to feel adequate. Or in other words, things that should make you to never feel inadequate. Things that should make you to never feel inadequate. Na tukiangalia tunaweza angalia in the book of Genesis chapter 1 verse 27. Genesis chapter 1 verse 27. Here we are going to see when God was creating us. Alituumba kwa mfano wake. Bwana Yesu asifiwe. God created us in his own image, in the likeness of God. Can you just imagine that? That alone. You've been created in the image of God. What does that mean? What does that mean? We know that God is great. Bwana Yesu asifiwe. We know that God is so powerful. Bwana Yesu asifiwe. So, if you were created in his own likeness, you were created in his own image. What does that mean? Just as he is great, so we are. Bwana Yesu asifiwe. So why should you ever feel inadequate? You should never feel inadequate. Hii ni kitu moja ambayo unafaa kuamka hivi na useme mimi according to Genesis chapter 1 verse 27, nimeumbwa na mfano wa Mungu. And so like God is great, so am I. I'm not inadequate. Mimi natosha. I qualify. Hiyo kazi nitaifanya because I qualify. Na hakika kwamba hii situation ambayo niko in, I'm going to overcome because I'm created in the likeness and the image of God. Bwana Yesu asifiwe. Instead of feeling inadequate, find strength and confidence in the hands of God that created you. Bwana Yesu asifiwe. Just imagine Mungu tu bila aliumba. Na hata tu ukifikiria, maybe just when we think in the ordinary way, imagine Mungu aliyeamua kuumbe wewe. Kwani Mungu anaweza umba kitu kibaya? Hapana. Mungu anaweza umba kitu ambacho hakitoshi? Hapana. That's why you should never feel inadequate. That verse alone should always remind you that you are created in the image of God, in the likeness of God. Na Mungu hawezi umba kitu kibaya. Mungu hawezi umba kitu ambacho hakijakamilika. Mungu hawezi umba kitu ambacho hakitoshi. Bwana Yesu asifiwe. Another one, in the book of Proverbs, chapter 3, verse 5 and 6. Proverbs, chapter 3, verse 5 and 6. Mtumaini Mungu, Mwenyezi Mungu, kwa moyo wako wote. Wala usitegemee akili zako mwenyewe. Umtambue Mungu katika kila ufanyalo, naye atazinyosha njia zako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. What does that tell us? Imagine we are told to give it all to God. Bwana Yesu asifiwe. Because when we trust in him, when we have confidence in him, what does that mean? He will straighten our ways. He will direct us. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
And then when you look at this, sometimes maybe unaweza patwa na mambo, unaweza jikuta in a situation whereby you feel like hapa penye niko hata sitawahi toka. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza patwa na hayo magonjwa, familia yako inaweza hangaika, but then just imagine, we are encouraged to give it all to God. Bwana Yesu asifiwe. So long as you are born again, that is the bottom line. Bwana Yesu asifiwe. So long as you are born again, so long as you are doing the right thing, give it all to God. Bwana Yesu asifiwe. And most definitely, He will get you out of that situation. Unaweza jiangalia hivi useme wewe hautoshi. Unaweza jiangalia hivi useme wewe sasa mimi hata nikisimama mbele ya watu nani atanisikiza. Unaweza jiangalia hivi useme sasa mimi naona hata kama mpaka siku yenye nitapata 1 million ndio nitafanyia Mungu kazi. Bwana Yesu asifiwe. With that 20 bob, with that 50 bob, just use that. Bwana Yesu asifiwe. And then you give it all to God. Kumwambie Mungu, mimi niko hapa leo nimekutolea hii 100. But I know one day God, you are going to bless me with money. You are going to make my things so straight. You are going to make ways for me. And one day nitakufanyia kazi ambayo iko worth 1 million. Bwana Yesu asifiwe. So you should never feel inadequate. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Here again, in the book of Ephesians chapter 2, verse 10. Another thing that should make you never to feel inadequate. Kitu kingine ambacho unafaa kukikumbuka tu, hiyo siku ambayo umeamka labda na usikia hautoshi. Hiyo mawazo tu inakuingia kukuonyesha hautoshi. Think of Ephesians chapter 2, verse 10. Naweza tusomea kama umepata. And this is simply reminding us that our lives have a purpose. Bwana Yesu asifiwe. Hatukuumbwa tu. Sisi hatuko tu hapo hivyo. No. When God created us, alituumba. When God created us, alituumba na sababu. When God created us, He knew what He was doing. When God created us, He was not just doing it for the sake of, lakini alikuwa na sababu nzuri sana. Unaweza tusomea? Sisi ni viumbe vyake Mungu. Na kwa kuungana na Kristo Yesu alituumba kwa ajili ya kuishi maisha ya matendo mema aliyotutayarishia tuyatende. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. We are God's work. We are the workmanship of God. That may do those good works which God predestined, yani planned in us. We should walk in them, living the good life which He prearranged. Bwana Yesu asifiwe. Amen. And made ready for us to live. Bwana Yesu asifiwe. Amen. What does that mean? Mungu alituumba na sababu. Yes. He had a very good plan. Yeah. Actually ndio maana tunaambiwa it was prearranged, meaning Amen. ilipangwa kabla ya sisi kuwa. Bwana Yesu asifiwe. So Amen. maisha yetu, we live a life of purpose. And the moment that you are born again, Bwana Yesu asifiwe, you should be 100% sure that kweli maisha yako si ya kupotea hivi. Amen. Maisha yako si maisha ya kuishi ni kama utoshi. Maisha yako ni ya kukaa ukiwa adequate in Jesus name. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kingine ambacho pia kinafaa kukutia moyo wakati una feel like you are inadequate is in the book of Romans. In the book of Romans. The book of Romans, chapter 8, verse 39. In the book of Romans, chapter 8, verse 39. Wala ulimwengu wa juu wala chini kabisa hakuna kiumbe chochote kitakachoweza kututenga na upendo wa Mungu katika Kristo Yesu Bwana wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So what does that tell us? That you are so loved by the God that created you. Bwana Yesu Amen. asifiwe. Amen. Mungu anakupenda sana. And Amen. therefore, nothing should break you. Nothing should put you down. Yes. Nothing should make you feel like you are insufficient. Amen. Nothing that should make you feel like you are inadequate. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Because God loves you so much,
and nothing can break the love that he has for you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe ukiwa unajua unapendwa na Mungu, the most high God, the author and finisher of our lives, Amen. why should you feel inadequate? Bwana Yesu asifiwe. Amen. That love that God has for you should be something that should make you feel so encouraged and maybe never think of being inadequate. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Because when he loves you, obviously he has given you the potential. If he loves you, haezi kubali uangamie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Because he loves you, haezi kubali uteseke. Bwana Yesu asifiwe. So Amen. you should never feel inadequate. Something else that should also never make you to feel inadequate, we find it in the book of Deuteronomy, chapter 33. Deuteronomy, chapter 33, verse 12. Deuteronomy 33, verse 12. Yes, naweza tusomea kama umepata. This is meant to encourage us and to strengthen us, to know that we shelter, or our shelter is in the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Na kama kweli tuko chini ya Bwana wetu Yesu Kristo, what should ever make us feel inadequate? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusomee. Musa alituamuru kutii sheria, kitu cha dhamani kuu cha taifa letu. Mwenyezi Mungu akawa mfalme wa Israeli wakati viongozi wao walipokutana. Are you really reading Deuteronomy 33:12? Nilikuwa nasoma verse 4, sorry. 12. Juu ya kabila ya Benjamini alisema hili ni kabila alipendalo Mwenyezi Mungu, nalo ukaa salama karibu naye. Yeye ulilinda mchana kutwa na kukaa kati ya milima yake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Imagine you are protected. Yes. You are sheltered by God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni nini hicho kinaweza kufanya usikie ni kama hautoshi? Aha. Imagine with God's protection. Kuna protection nyingine inaweza pita ya Mungu? Hapana. Hakuna. So long as you are protected by God, Yes. you are covered by God all day. You dwell. My Bible says, and makes his dwelling between his shoulders. Wewe Amen. unakaa katikati ya the shoulders of God. Bwana Yesu Amen. asifiwe. Amen. So what should make you feel inadequate? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Any moment that you feel like hautoshi, any moment that you encounter something that you feel like this one is going to bring me down, Yes. just remember that where you are. Just remember who shelters you. Just remember that you stay, you dwell in between the shoulders of God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pia kitu kingine ambacho kinafaa kukutia moyo wakati una feel like you are insufficient, you are inadequate. In the book of John, chapter 16, verse 33. John, chapter 16, verse 33. John 16, 33. John 16, 33. And I like this one because it is quite an encouragement, telling us that Jesus has overcome all our struggles. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So why should we ever feel inadequate? Aha. Tusome. Nimewaambieni mambo haya ili mpate kuwa na amani katika kuungana nami. Ulimwenguni mtapata masumbuko, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. You should always be encouraged. You should always be confident. Amen. You should always be certain that Yes. our struggles Yes. were overcome by Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kama kweli ametushindania, what should make us feel inadequate? We don't have any reason to feel like we are not enough. We don't have any reason to feel like we are inadequate. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Always just remember that. Na kama kweli Yesu ameshinda yote, ni magonjwa gani? Sio magonjwa iko ndani ya yote. Yes. Na hiyo mashida si iko ndani ya yote. Yes. You know yote simply means yote. Bwana Yesu Yeah. asifiwe. So Amen. just remind yourself,
Jesus overcame all. Bwana Yesu Amen. asifiwe. Amen. And therefore this one is nothing. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Amen. sababu tayari ilishindwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. And lastly, tunaweza angalia ingine, another thing that should make you feel encouraged. Anytime you feel like you are down, anytime you feel like you are not making it. Amen. I don't know whether we've checked in the book of Proverbs 3:5 to think, yeah, I think it is that one. 3:5. It is that one about giving all to God. And he will keep us in the correct path. Bwana Yesu asifiwe. I think Amen. tulikuwa tushasoma hiyo. Always remember that. Hata upatwa na nini? The first place where you should look for a solution, the first thing that you should think about is giving it all to God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na yeye tu ndiye atalainisha hiyo njia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo mimi ningependa kukuencourage na nikuambie, simply listen to the truth that pours from our Lord Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. Amen. All those that have given you, they are truths that you should never feel inadequate. You should be contented with what you have. You should know that there is something in you. Now that small thing in you should give you the strength to overcome any condition. Because that thing in you, no matter how small it is very powerful. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So any day, anytime that you feel like you are discouraged, anytime that you feel like you are inadequate, just remember that you are part of the body of Christ. Amen. And therefore, because you are the part of the body of Christ, Yes. then you are not just there for the sake of. Amen. You are very important. Amen. And for that body to function, Yes. we must have you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo mimi ningependa kuencourage kuanzia leo, never feel inadequate, always feel sufficient, always feel that God is with you. God created you with a purpose. As long as you are saved, as long as you are doing the right thing, as long as you are remaining holy, as long as you are following the right path, just Amen. know that you are not inadequate. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So our viewers all over the world, ningependa kuwashukuru sana kwa sababu ya kujiunga nasi. Natumai kwamba umesaidika, natumai kwamba umepata jambo na umejua kwamba kuanzia leo hakuna kitu ambacho kinafaa kukuweka chini, hakuna kitu ambacho kinafaa kukufanya usikie ni kama wewe hautoshi, hakuna kitu ambacho kinafaa kukufanya usikie ni kama labda maisha haiko vile inafaa kuwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna kitu ambacho kinafaa kufanya usikie wewe hii kazi ya Mungu utaifanya, ile siku utapata mamilioni ya pesa, ama Amen. ile siku wewe utakuwa mtu mkubwa, ama ile siku wewe utatambulikana na kila mtu. Start where you are, because you are not a vacuum, you are not empty, you are not a void. There is something in you. The power of Christ is in you. The Holy Spirit is in you. Na akiwa ndani yako already ameimpart a lot of gifts in you. Realize them. Realize that potential in you, na Mungu akubariki. Nikimalizia, ukitaka kujiunga na hii neema, unaweza toa sadaka yako kwa namba yetu ya M-Pesa ambayo ni 0723 365 099. 0723 365 099. Mungu awabariki sana na neema ya Bwana iwatoshe. Ningependa kumkaribisha mtumishi wa Mungu Pastor Judy akaweze